Tunaendelea na matangazo yetu na siasa za Kenya zimekuwa na msisimko wa namna ya kipekee sana. Wimbo ambao unaimbwa utasikia one term, two term. Sasa unaweza ukajiuliza kwa nini wimbo huu unakuwa mkubwa? One term manake ni neno la Kiingereza linalomaanisha muhula mmoja, alafu kuna two term ama two terms maki miula miwili. Sasa watu wa one term ni watu ambao wanaamini kwamba inatosha sasa kwa Rais William Samoei Ruto ambaye juzi tu hapa ametuozesha binti yake, lakini wapo ambao wanaamini kwamba rais huyu anapaswa kupewa kipindi kingine, kwa maana ya kwamba hawa ni watu wa two term. Watu wa one term ni kama kina Edwin Sifuna, moja kati ya wanasiasa wanaokuja kwa kasi sana, George Natembeya, kuna Kalonzo Musyoka, lakini pia naibu rais aliyebanduliwa kama ambavyo wenyewe huwa wanasema kwa Kiswahili chao madarakani miezi kadhaa iliyopita, naye pia amekuwa mwiba mkali sana, ama amekuwa nguzo muhimu sana ya upinzani. Sasa nani ni nani kuelekea uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwakani? Joto la kisiasa kama unavyofahamu nchini Kenya huwa linaanza mapema sana, lakini tuna watu pia wa two term kama kawaida, watu ambao kwa upande wa serikali, ikiwemo sehemu kubwa ya chama kilichokuwa cha upinzani, chama cha chungwa kwa maana ya Orange Democratic Movement ODM, ambacho chenyewe kimesema hakitasimamisha mgombea, badala yake watamuunga mkono Rais William Ruto, lakini kiongozi wao ambaye ni kaka wa Raila Odinga anataka kuwa mgombea mwenza. Sasa itakuwaje? Hebu tuangalie siasa za Kenya na tunao wataalamu hapa kuchambua. Dennis Konga, yeye ni mwalimu na mhadhiri wa masuala ya diplomasia. Karibu sana Konga. Na kule nchini Kenya tunao wachambuzi wengine pia. Profesa Macharia Munene, yeye ni mtaalamu wa masuala ya diplomasia pia. Tuanze na wewe, hali ya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu unaionaje? Lakini tofauti pia na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, hawa watu huwa wanaanza mapema sana masuala ya uchaguzi. Inafurahisha. Mimi nimevutiwa sana na namna ambavyo mahakama kwanza imefanya, kwa sababu kuna watu walipeleka mashtaka ya kudai kwamba uchaguzi hautakiwi uwe mwaka kesho, ila unatakiwa uwe mwezi huu wa 8 mwaka huu 2026. Na mahakama ikatoa uamuzi kusema ni sahihi kabisa, uchaguzi ulipaswa ufanyike mwaka huu. Ili ikatoa nafuu kwa tume ya uchaguzi IEBC kwamba logistika, kwa kuangalia namna ya mpangilio, vifaa na vitu vingine, itakuwa ni uongo kufanyika mwaka huu. Kwa hiyo ikasema uchaguzi utafanyika mwaka kesho, kwa sababu huo ndio ukweli ambao kila mtu atauona. Tukisema uchaguzi ufanyike sasa hivi utakuwa na uchaguzi wa hovyo sana. Na hoja yao kubwa hasa kwa nini uchaguzi ufanyike mwaka huu? Wao wanazungumzia muda kwamba miaka 5 imeshakamilika. Sasa ndio hiyo mambo ya one term na two terms inaanza kuja kwamba labda wamechoka sana, lakini ukipiga mahesabu vipi wakati uchaguzi ulikuwa 2022, wenyewe wanajua, na mnasema aliondoka Rais Uhuru aliondoka tarehe fulani, kulikuwa wana count hizo na ikawa imefika. Kwa sasa wengine ukipiga hesabu 23, 24, 25, 26, 27 miaka 5, sio miaka minne. Kwa wamefanya uchaguzi 2022, wao wanahesabia sio 23, 22, 23, 24, 25, wanahesabu na ule mwaka wenyewe ule ndio ulikuwa mwaka huo, mwaka 26 huu. Sasa sio kusema mwaka unapinduka baada ya mwaka mwingine. Wao wanasema mwaka ni 22, 23. Sisi hapa huwa inakuwa ni miaka 5. Kwa mfano sisi lazima utafanyika mwaka 2030. Si ilikuwa 25. Okay, yani sisi unapinduka kwa maana 26, 27, 28, 29, 30. Na uzuri sisi huwa tunafanya mwishoni kidogo mwa mwaka. Wao wanakumbuka uchaguzi wao 2022 ulikuwa kama mwezi Agosti hivi, kama nakumbuka vizuri. Agosti hiyo. Lakini nilikuwepo pia kuripoti ule uchaguzi. Naam. Kwa unaweza Samoei Ruto anachukua kwa mbinde. Ilikuwa ni kwa mbinde kweli. Aliyekuwepo naomba nisikilizwe na mengi ya kuambia jinsi muda unavyozidi kwenda. Kwa kweli ndio mimi nashukuru. Sasa kinavutia zaidi ni kwamba wana mambo mengi, kuna hoja lakini pia kuna vihoja. Hoja ni kimaanisha watu wanazungumza masuala
wanazungumza hiki kwamba serikali imeshindwa kufanya hiki, imeshindwa kufanya kile. Vioja ni pale ambapo wanaanza kuzungumza habari ya wapi tunatokea. Ndio inakuja nazungumza habari ya kabila letu, nazungumza ukanda. Kwa hiyo tunaondoka kwenye masuala, tunakuja kuzungumza zaidi watu, baadaye ya kuzungumza matatizo ambayo yanagusa wananchi. Na ndio unaundua hapa serikali imeanza kulazimisha kusema jamani, kwa nini msizungumze vitu ambavyo vinakuwa vipo? Serikali ya Rais Ruto. Sasa ukiacha hiyo, ukija kwenye ukweli mwingine ni kwamba kuna kundi hapa ambao ndio linashabikia sana one term la vijana au wanasema ni Gen Z. Hawa Gen Z, na ukijaribu kufuatilia kwa mfano hata Edwin Sifuna amemtaja hapa mapema, anajinasibisha nao na tumezungumza kwa mfano kwa habari ya ODM. ODM imepasuka baada ya mzee Baba kuondoka, imepasuka makundi matatu. Sasa tunalo kundi la Linda Ground la Oburu Odinga, tunayo Ilinda Mwananchi ndio ya kina Sifuna, alafu tunayo ile Linda Comrades ambayo hii inaangazia bwana, tuna watu ambao tumekuwa katika haya mapambano ya kudai demokrasia na ushiriki wa watu katika nchi. Kwa hiyo unaona haya yote yanasababisha kuonekana kuwa kuna radha, naweza kusema, kwenye siasa za kwao. Halafu unakuja humuondoi Rigathi Gachagua. Na namna moja nzuri ambayo imenivutia ni kwenye ule uchaguzi wa Olkalau. Olkalau ilikuwa ni kitu kizuri, ilikuwa ni kama litmus test ya kwamba nini tunaweza tukatarajia. Na mtu wa Rigathi Gachagua akashinda kwa kura zaidi ya 30,000. Mtu wa Ruto akapata kura 5,000. Na ukirudi sasa kwenye zile numbers, wanasema namba hazidanganyi, lakini huwa zinahama. Akawa anazungumza wakati fulani, mtu anasema, nafikiri kwa ni Moses Kuria, anasema ile 13% ambao wameipata kwenye jimbo lile moja ina signify, inaonyesha kwamba pia watapata 1% hiyo hiyo kwenye eneo la Mlima. Naona sasa Dennis, na sasa tuangazie wale ambao wanatajwa kuwania kiti cha urais pale Kenya. Tuangazie hao. Kwanza ni Fred Matiang'i, msomi na msimamizi wa umma mwenye sifa ya ujasiri, nidhamu na ufanisi katika utendaji wa kazi, lakini nafasi yake ya sasa ni mshauri wa kiutawala na msomi ambaye hana nafasi ya kisiasa ya kuchaguliwa kwa sasa hivi, lakini safari yake ya kisiasa amekuwa mwenyekiti wa kamati ya baraza la mawaziri ya uratibu wa miradi ya serikali, amekuwa waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ICT, amekuwa waziri wa elimu ambaye wanasema alileta mabadiliko makubwa sana katika usimamizi wa mitihani, lakini pia amekuwa waziri wa usalama na uratibu wa serikali ya taifa kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2022. Fred Matiang'i. Kabla ya kwenda kwa mwingine, Dennis, unamzungumziaje Fred? Na pia kabla hujaendelea, nilikuwa nachelea pia kwenye kuthibitisha hiyo ya Fred Matiang'i kwamba hana sifa, kwa sababu nimeona pale kwenye bracket hana kwenye sifa zake za kwamba anaweza kuchaguliwa kuwa rais. Kwa sababu kuna huo mjadala kwamba katika hao wanasiasa hata Rigathi Gachagua anazungumza kwamba je, huyu kisheria anaweza kugombea au anaweza hasigombee, jambo ambalo nafikiri labda huko mbeleni linaweza likathibitishwa labda na mahakama au vinginevyo. Lakini tunaweza tukarudishwa graphics za Fred kwenye bracket, ametuambia kuwa kwa sasa hana nafasi ya kisiasa. Lakini sasa ukijaribu kuangalia ni kwamba huyu pia ni mtu ambaye anatazamwa kama candidate. Yes. Hicho ambacho umekisema sio kwamba hana sifa ya kuchaguliwa kuwa rais. Ana haki, ila kwa sasa hajachaguliwa, sio kiongozi wa kisiasa kwa maana ya kwamba yuko kwenye nafasi. Sasa tukimzungumza Fred, hasa anatambulishwa na kubadilisha namna ya udhibiti wa mitihani. Unajua ilikuwa umefika Kenya, watu wakawa wanaifanisha mpaka kama India. Yani kwamba ilikuwa lazima kuna syndicate inatengenezwa, mitihani itavuja kwenda sehemu fulani. Yeye ndio alibadilisha sana hiyo, kwa maana ya kwamba sasa tukawa napata ile creme de la creme ya ukweli. Yani watu wanamaliza ile mitihani ya KCE ilikuwa ni kweli wanakuwa wanastahili, sio wale ambao wanabebwa kutokana na pesa, ukwasi ambao wazazi wao wanao, ambao wanaweza kununua mitihani na kuwapa watoto wao. Walikuwa ni kweli watu wanatoka kwenye maeneo ya pembezoni, wanaitwa mashambani huko,
Mabatini, wanashinda, wanafanikiwa, wanakuwa wamehudhuria madarasa vizuri kabisa. Hiyo ipo moja, lakini ya pili, wakati wa mambo ya usalama ajitahidi pia, kwa sababu ndio wakati huo ndio tulikuwa tunaona kabisa kuna infiltration ya hawa Al-Shabaab kuingia na kufanya mambo mengi ndani ya Kenya. Kwa hiyo jitahidi naye kufanya hiyo, lakini hizo hazitoshi kwa siasa za Kenya. Siasa za Kenya zinaenda kama unavyosema, zinaenda kwa numbers. Ni nani anakuunga mkono, eneo gani ambalo linaweza likawa liko na wewe, na ndio unakuta hata wakati wote tutarudi kusema ni nani anamuunga mkono kwa wakati huo, kutengeneza zile teams, ile coalitions. Huwezi kushinda Kenya ukiwa peke yako kama chama kimoja. Lazima ufikirie kutafuta watu wengine ambao wanatoka maeneo mengine ambayo yana kura nyingi na waweze kupata kuungwaji mkono. Sawa, tumwangalie mwingine katika wale ambao wapo kwenye kinyang'anyiro cha kukalia kiti cha urais pale Kenya. Kalonzo Musyoka ambaye sasa ni mwanasiasa na mwanasheria mzoefu, kiongozi wa chama cha Wiper Democratic Movement hapo Kenya, lakini alizaliwa Seikuru, kaunti ya Kitui. Nafasi yake ya sasa ni kiongozi wa chama cha Wiper Party na pia ni mkuu wa muungano wa Azimio la Umoja likifahamika kama co-principal pale Kenya. Lakini nafasi za kisiasa ambazo amezipitia ikiwa ni safari yake ya siasa na nafasi zake za zamani, amekuwa mgombea mwenza wa urais katika chaguzi mbalimbali. Kalonzo Musyoka amekuwa mbunge wa Mwingi Kaskazini, amekuwa waziri wa elimu pale Kenya, amekuwa waziri wa mashauri ya kigeni kwa muda mrefu, lakini pia amekuwa makamu wa rais wa Kenya kuanzia mwaka 2008 hadi mwaka 2013. Waziri wa mashauri ya kigeni kwa maana waziri wa mambo ya nje kwa muda mrefu. Huyu ni mwanadiplomasia na hata ukimwangalia pia hata haiba yake ni mmoja kati ya watu ambao wako cool sana. Japo vijana wameona kama ni mtu ambaye yuko lazy, hawezi kupambana. Hawezi kupambana, anasubiri kupewa bana. Sasa utakaa hapa sasa. Hebu tumsikilize Profesa Macharia Munene. Prof, habari za Nairobi? Na tumeanza hapa mjadala tukiangalia hali ya siasa na hawa wagombea, lakini kwako wewe na namna ambavyo unafuatilia siasa za Kenya, hali ikoje na ni kina nani hasa ambao wanapewa nafasi kubwa kuelekea uchaguzi unaofuata mwaka 2027? Asanteni sana. Hapa Nairobi kuna baridi kidogo, lakini si ya kisiasa. Baridi ni ya hewa hivi. Lakini kisiasa ni joto. Siasa ni joto. Ndio. Lakini vile mambo yanaonekana, ndio kuna watu wawili ambao kwa wakati huu kwa upande wa upinzani wanaongoza kwa sifa na kuvutia watu. Na mmoja ni Rigathi Gachagua na mwingine ni Edwin Sifuna. Na hawa wawili wakienda mahali popote, umati unamiminika. Na kunaonekana kama dalili ati hawa watu wana sifa. Hivyo sikusema ati ndio watachaguliwa, lakini wakati huu ndio wanaongoza kwa sifa. Wengine wanafuatilia hapo nyuma kidogo. Na upande mwingine basi ule wa serikali, William Ruto yuko peke yake, hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kujitokeza kusema ati hata nataka kwa hapo. Hata wale watu wengine wangefikiria wanaweza kumuuliza maswali, wamejiondoa na kuanza kusema wanamuunga mkono, lakini vitu vingine wakubaliwe, lakini hapo cha juu wamempea kitu kama hicho. Kwa hivyo hao wengine hawamaana chochote, lakini kwa siasa ule upande unaangaziwa vizuri ni upande wa upinzani, na walio mbele ni Sifuna, Gachagua, alafu Kalonzo Musyoka. Sasa Profesa Kalonzo Musyoka ndio malizia hapa sentence yako. Kalonzo Musyoka ni mtu ambaye amekomaa, amekuwa hapo kwa muda mrefu kutoka enzi za Moi alikuwako, na kwa hivyo kwa ujuzi anaweza semekana kuna ujuzi, lakini yeye hana ile nguvu. Akionekana kwa wakati huu hawezi enda mahali alafu umati unajaa, hatujaona hiyo. Lakini kwa kiwango cha kuongea anaongea vizuri.
Sasa Profesa, nilitaka nikuulize pia Profesa kwamba kinachotafutwa hivi sasa kwa upande wa upinzani ni kumpata atakayepeperusha bendera ya upinzani, na ni upinzani ambao una mafahali wengi wenye nguvu. Watu wamekuwa wakijaribu kutengeneza hiyo combination ya watu wawili, wengine wakisema Sifuna na Rigathi, ama Matiang'i na Sifuna. Kila mtu anajaribu kuweka namna anavyoweka, lakini wewe unadhani kwa nafasi ya urais na nafasi ya naibu rais, kwa kuzingatia factors mbalimbali ikiwemo, sababu tunajua pia siasa za Kenya zinaangalia pia maeneo ambako mtu anatoka, kutokana na wingi wa kura katika maeneo hayo, unadhani ni combination gani ya watu wawili ambayo inaweza ikawa na nguvu zaidi ndani ya upinzani? Kwa hilo swali, wale watu wawili ambao wanaweza kuwa na nguvu zaidi ya wengine wakishikana, Kalonzo Musyoka akiwa kama rais na Edwin Sifuna akiwa naibu wake. Hiyo ni kushikanisha watu wawili ambao wana maarifa na ujuzi tofauti. Kama vile nilikuwa nikisema, Kalonzo ana ujuzi, amekaa sana na kila mtu anamwangalia hivi, kama si mimi basi Kalonzo, na kama si mimi Kalonzo. Kwa hivyo hapo anaonekana anaweza kubalika kwa watu wengi kutoka sehemu tofauti. Lakini Sifuna naye ni kijana, amejitokeza na ana ushujaa, ameshaonyesha ushujaa kwa wakati tofauti, na ana sifa kwa vijana, anawavutia sana, na angali mchanga, akaona siku zinamngojea hapo mbeleni. Kwa hivyo kushikana hawa wawili kutakuwa ni vigumu sana kuwashinda. Wengine ukijaribu haingii sawa. Matiang'i ndio ni mtu mzuri, alikuwa waziri, lakini havutii watu. Hata labda huko Kisii si wengi sana kama vile watu wangetarajia. Profesa, kwa nini havutii watu? Unajua, hana maarifa ya siasa na hajazoea. Yeye ni mtu mzuri ukimfanya waziri, lakini kwenda kushawishi watu ati yeye ndio anafaa, haonekani vizuri. Hata wale watu wanajaribu kumsukuma, ni kama kumsukuma akubali, si ati ni vile amejitolea mwenyewe. Na kwa hivyo sifa yake si nzuri sana na havutii watu sana, na kwa hivyo hata ni mtu mzuri akiwa waziri, lakini si wakati huu. Labda akishachaguliwa mahali aoneshane ana uwezo kisiasa, itakuwa mambo mengine, lakini ni mtu mzuri kwa kufanya kazi kama akiandikwa kazi. Kisiasa haonekani. Na Gachagua na sifa, lakini hata yeye ako na udhaifu fulani. Profesa, tutakuja kwa Gachagua na wengineo. Tumepata kumsikia profesa vizuri akituambia kuhusu sifa za hao. Yes. Ameitake vizuri kwa Fred pale, lakini ametuambia pia kuhusu Kalonzo Musyoka kwamba ni mwanasiasa mbobevu, lakini bado hana ushawishi mkubwa wa kisiasa. Nadhani turejee kuwapitia wote, alafu tutaendelea kufanya tathmini ya kina kabisa. Tuangalie wagombea wengine ambao wanatamani kukiketi kiti cha urais pale Kenya. Naam, tuwekee hapo tuone wagombea wengine. Martha Karua ni mwanasheria mkomavu, mtetezi wa haki za binadamu na mwanasiasa mashuhuri nchini Kenya, wakimwita Iron Lady. Anatokea Gichugu, kaunti ya Kirinyaga. Nafasi yake ya sasa ni kiongozi wa chama cha NARC Kenya na mmoja wa viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja, moja kati ya wanasiasa. Nafikiri ni mwanasiasa mwanamke maarufu zaidi nchini Kenya. Na hata kwenye uchaguzi uliopita alikuwa mgombea mwenza. Manake Raila angekuwa rais, huyu ndiye angekuwa makamu wake wa rais kabisa.
kabisa. Na watu walikuwa wanamtazamia kama Raila angekuwa rais na huyo akawa makamu wa rais, pengine Kenya ilikuwa inasogea taratibu kwenda kwenye kuandika historia kuwa na rais wa kwanza mwanamke. Safari yake ya kisiasa na nafasi za zamani, amekuwa ni mbunge wa Gichugu kwa muda mrefu, waziri wa rasilimali za maji, waziri wa sheria na masuala ya katiba, na mgombea mwenza wa urais kupitia Azimio la Umoja kwenye uchaguzi uliopita wa mwaka 2022. Tumtazame mwingine mbali na Martha Karua, tumtazame mwingine Edwin Sifuna, mzee wa chance inayojulikana kama sisi ni Sifuna. Nakwambia vijana wamekuwa sifunated. Mwanasheria na ni mwanasiasa ambaye amechipukia, sio mwanasiasa wa muda mrefu sana, na hata ukiangalia background yake, nafasi za kisiasa alizogombea ukiachana hii ya useneta wa Nairobi, nyingi alishindwa, hakuweza kutoboa. Lakini tangu amekalia kiti cha Senate na seneta wa Nairobi, amekuwa mwanasiasa mwenye msisimko mkubwa sana, hasa kwa vijana. Na yeye amekuwa seneta kupitia chama cha ODM ambacho amekihudumu kama katibu wake mkuu, akimsaidia kwa karibu sana Raila Odinga, licha ya kwamba sasa hivi karibuni ameonekana kuwa hawezi tena kuwa na nafasi kwa sababu ODM inaonekana sasa kuwa na mwelekeo tofauti wa kumuunga mkono rais aliyeko madarakani. Safari yake ya kisiasa, alijitosa rasmi kwenye siasa mwaka 2017, aligombea ubunge na useneta kabla ya kushinda kiti cha Senate Nairobi mwaka 2022. Amehudumu kama katibu mkuu wa ODM kama ambavyo nimekuambia hapo. Hana profile kubwa sana ya kisiasa, bado ni kijana kama alivyosema Prof, ana muda mwingi zaidi wa kujijenga zaidi na kujiimarisha, na kama ataenda kwa spidi hii basi atakuwa ni mwanasiasa mwenye nguvu zaidi Kenya. Pengine kila Mkenya akawa yeye ni Sifuna kabisa. Sawa kabisa. Na hapo Profesa ametupa mapendekezo kwamba Kalonzo akienda na Sifuna kama naibu wake, basi hiyo combination itakuwa iko vizuri, japo vijana wanataka Sifuna ndo wakae pale juu, yani hawataki sio Kalonzo. Yani hata kama kuna mwingine atakuwa naibu wake, lakini Sifuna ndo anataka aketi pale juu. Ukijaribu kuangalia kwenye mitandao na namna ambavyo wao wanazungumza. Tumalizie na huyo wa mwisho. Tumwangalie mwingine, William Samoei Ruto ambaye sasa ndiye rais wa Kenya, ambaye naye anatamani kutetea kiti chake cha rais. Baba mkwe wetu. Safari yake ya kisiasa, ni kiongozi, amekuwa kiongozi wa harakati za kisiasa zikiitwa Hustler Nation, lakini amekuwa mbunge wa Eldoret Kaskazini kwa miaka mingi. Amekuwa waziri wa kilimo na waziri wa elimu ya juu, lakini amekuwa naibu rais wa Kenya mwaka 2013 mpaka mwaka 2022 chini ya rais wake Uhuru Kenyatta. Nafasi yake ya sasa, kama Goodluck alivyosema, ni mkwe wetu. Ni rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya na kiongozi wa chama cha United Democratic Alliance UDA, na anatokea kule Sugoi, kaunti ya Uasin Gishu. Ni kiongozi wa muungano wa Kenya Kwanza, William huko Samoei Ruto. Kipchirchir. The hustler. Sasa unajua Balkis, Prof ametupa combination yake. Nilikuwa natamani sana nisikie combination ya Konga, lakini pia na mimi nitatoa ya kwangu, na wewe pia utatupa ya kwako kabisa. Lakini pia nilikuwa natamani kufahamu kuhusu Rigathi Gachagua. Japo wanasema pengine hafiti katika kuwania nafasi ya urais pale Kenya sasa hivi kwa sababu ya kuondolewa kwake madarakani. Yes, hilo unalizungumziaje Dennis? Ni swala gumu kwa sababu pia linatunyang'anya, linawanyang'anya wananchi nafasi. Unajua demokrasia inataka kuwa kuna haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Sasa haya mambo ya kusema kwa sababu kulikuwa kuna kesi na kunyang'anya nafasi, inaondoa ile maana, ile dhima nzima ya demokrasia inakuwa inaondoka. Kwa hiyo ni jambo baya, tunamnyang'anya mtu ambaye labda angekuwa na mchango wa kwake katika masuala ya kitaifa. Hiyo ni moja, lakini jambo la pili ambalo liko wazi kabisa, huwezi kumuondoa Rigathi hata kama hatagombea, huwezi kuondoa athari yake kwenye uchaguzi wa Kenya, kwa sababu kuna kundi pia linamuunga mkono yeye kama yeye, linavutiwa na siasa za kwake, inavutiwa na sera ambazo anakuwa anazitoa. Kwa hiyo yoyote ambaye ataungwa mkono na Rigathi Gachagua, hata kama hatasimama, atakuwa na athari ya moja kwa moja kwenye uchaguzi
kwenye ile jumla ya uchaguzi wote. Haitakuwa rahisi kwa hata rais ambaye yuko madarakani kwamba atapata tu ile free riding, yani itakuwa rahisi, wanasema saa 4 tu atakuwa amemaliza kila kitu. Hapana. Haitakuwa hivyo. Goodluck ameniuliza kwamba combination yangu ni ipi. Bado naiona combination kati ya Kalonzo na Sifuna ikiwa ina nguvu sana, kwa sababu Kalonzo analeta uzoefu, kwa maana amekuwepo katika serikali hizi tangu akiwa kijana na sasa hivi anaelekea utu uzima, na Sifuna analeta sasa, hii inaitwa Gen Z, hawa vijana wapya, analeta tumaini jipya, lakini pia inaweza ikawa ni sehemu mojawapo ya tunasema ile coaching. Unajua mentors wamekuwa wachache sana, sio tu kwenye siasa, kwenye maeneo mengi, hata kwenye maisha ya kawaida. Wale watu wa kukuambia bana, hiki usifanye kwa sababu sisi tumekuwepo, we've been there. Unajua usifanye hiki kwa sababu ukifanya hiki kitakusababishia hiki na hiki na hiki. Hawapo siku hizi. Watu ni kama wanakaa hivyo na kuangalia, wanasema tulitaka kukuambia lakini tuliogopa. Hiyo haitaki kuwepo. Kwa whether atakuwa ni rais Sifuna na makamu wa rais akawa Kalonzo, bado naona inakuwa ni combination nzuri, lakini shida pekee ambayo tunayo, watu wengi wanapenda ukuu. Sasa tunapoteza vitu vingi kwa sababu ya kutaka ukuu. Unajua, ukajipa nafasi na ukakua vizuri na ukafanya kwa uzuri kabisa. Pengine hofu ya Kalonzo itakuwa yale yalotokea kule kwa Faye. Asije baadaye akabadilikiwa huko mbele. Baadaye akabadilikiwa au maana ukishakuwa na naibu wako ambaye ana ushawishi mkubwa kuliko wewe wa kisiasa, inakuwa ni hatari pia kutengeneza wanaita collective responsibility. Katiba inasemaje? Hatutakiwi tuwaache watu, lazima tuseme ukweli. Sasa nikiwa mimi ni kiongozi mkuu wa nchi, mimi ndio naongoza, halafu nakuwa na vitu vya kando, lazima kutoka kuna shida. Collective responsibility mara nyingi inakuja kwa sababu tunashirikishana kila kitu, yani kila mtu anafahamu kila chochote. Ukifuatilia hata kisa cha Gachagua na Ruto, yeye alikuwa analalamika kwamba kuna vitu mimi nilikuwa siambiwi, nashangaa tu hiki kimeenda. Unaona, haitaki kuwa hivyo. Ndio tunataka kusema kwamba Kenya imekumbwa na mgogoro kati ya rais na makamu wa rais kwa miaka kadhaa hivi karibuni. Ndio hiyo hofu inatokana na huo uzoefu, kwa sababu ya usiri. Yani usiri kwanza, lakini pili ni kwamba na wanazungumza nani anakuwa maarufu, lakini maarufu lazima uwe ni kwa ajili ya kujenga nchi. Maarufu sio kwa ajili ya kubomoa nchi. Yani kwa nini tuseme makamu wa rais anakuwa ni maarufu zaidi kuliko ni rais? Ni kwa nini anakuwa maarufu? Ni kwa sababu labda anafanya yale ambayo rais atakiwa kuyafanya, yeye rais alikuwa hayafanyi. Umeshaona? Kwa hiyo inakuwa ni shida. Lakini tukikaa pamoja tutasema utafanya hiki wewe kama makamu wa rais, nitafanya hiki kama rais, waziri atafanya hiki, alafu wote tunakaa vizuri. Hakuna kitu kama hicho. Kukiwa na usiri, lazima na mimi nitajaribu kuona, kwa sababu lazima kutakuwa kuna kitu ninachohisi kwamba kinapangwa dhidi yangu. Lazima nitaanza na mimi kujitikisa ili kidogo niweze kuonekana. Combination yako? Kwa jinsi ambavyo ninaona mambo yanavyokwenda, mimi bado nitamweka Sifuna on top, kutokana na kwa sababu naamini Afrika inahitaji fikra mpya. Ukimtazama Kalonzo ni mwanasiasa mzuri sana, lakini amekuwepo muda mrefu sana, na mimi siamini kama anaweza kuja na kitu kipya cha kuleta mabadiliko. Kwa hiyo mimi bado naamini kwenye vijana, kwa mimi ningemweka Sifuna, lakini pia kwenye kumpata sasa naibu wake ningetazama hasa eneo ambalo mtu anatoka, especially eneo la Mlima Kenya ama huko magharibi, lakini sasa kwa sababu magharibi tayari Sifuna anaonekana kuwa na nguvu, kwa hiyo hata akitoka kwa Kalenjin inakuwa rahisi zaidi, lakini kwa naibu bado sijajua nani ningemweka, lakini kwenye nafasi pale juu bado ningemweka Sifuna. Sasa shida ambayo tunayo na ndio hii ni kubwa kwa Kenya ni kwamba wao kwa mfano eneo la Kalenjin washampata na washawahi kuwa na rais, wanafahamu raha ya kuwa na rais. Ni ngumu sana kuweza kumpata mtu mwingine kutoka lile eneo. Washakuwa na Arap Moi Daniel, sasa hivi wako na Ruto. Kwa haiwezekani wakakubali wa front mtu mwingine ili kugawanya zile kura. Kwa maana tuanze kutafuta sasa eneo jingine. Mimi nipo kwenye ndoa ya Kenya Kwanza. Sisi kwa tunazungumzia nani upande wa upinzani, sio kwamba ndo tumechagua upinzani. Mimi niko tunatengeneza combination ya upinzani. Sasa
Kenya kwa Kwanza, sababu hatukuwa kati ya kuchagua kati ya upinzani na Kenya Kwanza, ilikuwa tunatengeneza combination ya upinzani ambayo inaweza ikaleta challenge. Kenya Kwanza na ODM, vyama viwili ambavyo vilichuana sana 2022. Sasa tunaona kama kuna kandoa kao hivi, kama kandoa kanataka kufungwa, na hili nilipeleke kwa Profesa Macharia Munene. Profesa, huu muungano wa Kenya Kwanza na ODM unaleta tafsiri gani kuelekea uchaguzi mkuu? Huo muungano ulikuwa muungano wa Raila na Ruto na ukaleta msukosuko ndani ya ODM, na ndipo Sifuna akaonekana anajiondoa, na maana alijiondoa kukakuwa na shida katika ODM. Juu ya nini? Juu ya kuungana na Ruto. Na wakati huo tu vile tuliona Raila alikuwa taabani kwa sababu alikuwa amepoteza umaarufu wake kwa vijana. Basi kurudi kwa vijana ndio sasa akaunga Sifuna mkono, akasema Sifuna akisema ni mimi nimesema. Kwa hivyo wakati aliaga dunia hawakuwa pamoja na wenzake ambao wamebakia kwa ODM. Wale wamebakia kwa ODM ni watu mashuhuri kwa chama na kwa vijijini, lakini hawana ushawishi mkubwa nje ya kwa vijijini. Inaonekana hiyo ni kuwa tu hapo kama kakake Raila, Oburu, ni mzee na saa nyingine inaonekana hajisikii vizuri. Kwa hivyo hakuna ushawishi mkubwa hapo, na kunaonekana ODM imefifia kabisa kwa wakati huu. Hivyo sikusema labda itafufuka, lakini si sasa. Kwa hivyo hilo si jambo ambalo linafanya watu wakae kwa mawazo makubwa. Upande mwingine ndio inakuwa sasa ndio wanazozana huko, wakitafuta nani atapeperusha bendera, kwa sababu wengi wanadhania ati Ruto ashapoteza uchaguzi kama vile Moi alikuwa amepoteza 1992, alafu akaepuka kupotea akarudi. Kwa hivyo ndivyo sasa ndio tunaona wanavutana sana, maana kila mtu anafikiria, wengi wanafikiria Ruto ashapoteza uchaguzi, basi ni nani ataingia. Kama wangekuwa na sema hii itakuwa ngumu. Sasa ikiwa amepoteza, nani ataingia? Kila mtu anataka kuingia, na sasa hapo ndipo kuna shida ya nani ataingia. Inaonekana ni mvutano baina ya Kalonzo, Sifuna na Gachagua, na lakini ODM imejiondoa yenyewe katika kiwanganio cha urais wakati huu. Lakini wanasema watarudi baadaye, lakini Ruto mwenyewe amesema kuwa atamaliza hili swala mapema sana, na akigombea atapata kura zaidi ya 2 milioni 3, na hiyo ndio nia yake, na akiweka wazi kwamba atatumia yale maeneo ambayo yalikuwa na nguvu kubwa ya chama cha ODM, mfano wa Nyanza na Pwani. Hili unaona likiwezekana, au bado unaona mtazamo wa wengi kwamba Ruto atapoteza kiti hichi cha urais? Hayo maeneo yamegeukana, hayako vile yalivyokuwa hapo mbeleni. Ukiangalia Nyanza au Pwani, kuna watu wengi ambao wamejiondoa, wanasema vile mambo yanaenda hawataki, maana hawafikiri kuna mambo mazuri hapo siku za mbele. Kwa hivyo si vile ilikuwa wakati kiongozi wao mkubwa alikuwako. Wakati huu imegeukana, na kwa hivyo kuna shida upande wa Ruto ili watu wamkubali, na nafikiria vile alichaguliwa mwaka 2022 ilikuwa maana watu walikuwa na shida na Uhuru, na zile kura zilipigwa, wengi wao walipiga kama kumkataa Uhuru, si ati kumkubali Ruto sana, kumkataa Uhuru. Na Uhuru na mwenzake ambaye alikuwa anamuunga mkono basi wakapotea hapo. Sasa upande huu sasa Uhuru hayuko, hata ingawa kuna watu wengine wakitaka kumleta katikati. Ni saa Ruto peke yake, na sifa yake
anazidi kusema ati atachaguliwa tena juu ya sifa yake, lakini kwa wakati huu sifa yake si nzuri sana. Ingekuwa mambo vingine kama mengine angeangaliwa, maana watu wanateta sana ati hali ya uchumi imezorota, masomo yameenda kombo, na hata afya, watu wakienda hospitali kutibiwa kuna shida ya kutibiwa. Kwa hiyo na hayo yote wanamlaumu Ruto, na ni vigumu sana kusema ati kuna sehemu moja ya nchi ambayo inasema inafurahia mambo kama hayo kuliko ingine. Na hiyo ndio shida ya Ruto sasa, si ati ni kabila hii au lile, ni vile watu wanaona, na vile ikiwa kila mahali wanaenda kuna shida, basi nani analaumiwa? Ni kiongozi wa nchi, si watu wengine. Sasa watu wakiteta na wanateta juu ya hayo, inakuwa ni vigumu nini itafanyika. Lakini basi hapo ni Ruto peke yake, pia timu cha ODM itamsaidia au kufanya akose ni yeye, si timu kama hiyo vingine ambavyo vinajaribu kuingia kuchukua kiti chake. Ni watu wakilinganisha ati wanasema ati huyu mtu ameanguka, na kama ameanguka basi tutatafuta mtu mwingine, na kutafuta mtu mwingine hapo ndio iko shida. Sasa ni nani mwingine kati ya wale ambao wamejitokeza? Lakini Profesa, umezungumza kuhusu hizo changamoto ambazo zipo, ila upande wa serikali, kwa mfano umezungumzia swala la afya. Rais Ruto ameanzisha mpango wa bima ya afya, universal health coverage, lakini kulikuwa kuna shida kubwa pia ya masuala ya makazi nchini Kenya. Watu walikuwa wanaishi kwenye ukiangalia kwenye suburbs, watu wanaishi kwenye vile vibanda. Ameanzisha mpango wa affordable housing. Kuna project nyingi zinaendelea za ujenzi katika maeneo mengi, masoko, miundombinu. Pengine hivi ni vitu ambavyo vingehitaji muda pia ili viweze kumalizika. Hilo bado halijawafanya Wakenya waone kwamba ni kiongozi ambaye ana mipango kwa sababu yeye anazungumza, amekuwa akizungumza sana plani yake, lakini hawa wengine wamekuwa upande wa upinzani wanaonekana kuwa wanazungumza sana kumzodoa na kumpa majina ya utani, lakini hawaelezi plani yao. Kwa nini Wakenya mnashawishika tu na ili vuguvugu la kisiasa bila kusikiliza kati hawa waliojitokeza ni yupi hasa ambaye ana plani ambayo inaeleweka kwa ajili ya taifa? Ni kweli Ruto amejaribu sana kujenga majumba inaitwa affordable, lakini kuna maswali kama ni affordable hata kidogo, maana hakuna nyumba hata moja hizo ambayo itagharimu chini ya milioni 2 hata moja. Na wale watu wanasemekana wanajengewa ni wale watu hata mshahara wa shilingi 100 kwa mwaka wapati. Saa zingine kuna mashida kama hayo. Majumba yako na stadium anajenga kubwa sana 2 huko Bomas of Kenya na huko karibu Ngongoro pande hizo. Hayo yanasemekana, lakini mpango yake ya afya watu wengi wanalalamika, wanalia ati haifanyi kazi, na wanalinganisha wakisema ule mpango ulikuwa hapo mbeleni ulikuwa mzuri, maana ukienda kwa hospitali unatibiwa na mpango unalipa. Wakati huu wanasema kuna shida sana, watu wengi wanaumia kama mambo kama hayo. Mambo ya masomo, watu wanalia, mashule hayaendi vizuri, watoto hawasomi, maana bidhaa na vyombo vya kusomesha vingine haviko na pesa hakuna. Na yote wanasema hayo yote ni mpango ya Ruto. Kama ni amepanga watu waumia hawaumii, lakini watu wanafikiria ati mipango yake ndio imeharibu. Kwa kuonekana hivi kwa mapicha hivi nasema ndio wamejenga manyumba mengine, hata masoko mengine makubwa ambayo kuna shida kuona watu kwa kinunua chochote. Ile picha wanaonekana si ati ni vile angependa. Yeye mwenyewe ndio anajipigia kifua. Hiyo ni kawaida hiyo. Lakini kwa wale watu ambao wanataka kushawishi, wengi wanaona shida. Ati kweli huyu mtu anafanya alivyo na ana mipango mizuri. Na hapo ndipo sawa wakosoaji wake wanamkosoa. Unasema hivi lakini watu wanaumia. Unafanya hivi, unasema hii ni na hii. Kodi zimeongezeka, watu wanalia. Kodi nini? Na kuna mambo mengine saa zingine yanaonekana kama watu wake wengine, si wote, watu wake wengine hawajali maslahi ya wananchi, maana wanajifanya wakubwa, wanafaidika wenyewe.
wengine wamekuwa matajiri pindukia, na kama wamekuwa matajiri pindukia wanajigamba na watu wanakasirika kuona mambo kama hayo. Kwa hivyo ile picha angependa kujichora ni vile amefaulu, mtu mkubwa, amefanya vizuri na anafanyia watu. Saa nyingine kuonekana haamini ati watu wenyewe wana mafikira zao ati nini kinafaa. Basi hiyo tofauti ya fikira zake na fikira za wananchi ndio sasa inamfanya awe kwa shida. Na wakati huu yuko kwa shida, hata kama angali anajisifu na wengine wake ambao wanamfuata wanamsifu, lakini hapa chini watu wana shida, wanasema hapana, mambo hayaendi vizuri. Wale watu walimpigia kura, ndio maana alipigiwa kura, wengi wao wanalia ati mbona mambo yameenda Kongo. Naam, shukran sana Prof, asante sana. Ukijaribu kumsikiliza Prof kwa makini ni kama na yeye atakuwa amekuwa sifuneted. Prof amekuwa sifuneted. Sifuneted. Hatari sana. Bado tunawashukuru sana. Tusubiri tuone hali inavyozidi kwenda. Lakini siasa hizi zinasisimua sana ukijaribu kufuatilia. Hatujasikia baadhi ya clip, lakini ukiwasikiliza watu bana wanafanya siasa fulani hivi zina ushindani, majukwaa yanatumika na wenyewe wanafurahia. Nafikiri Tanzania tunakuwa wengi sana kufurahia kwenye mpira wa miguu, lakini Kenya siasa kwao ndio kila kitu. Shukran sana. Kwa ufupi sana, kwa kumalizia, siasa hizi za Kenya zinaweza kuwa na darasa gani kidogo tu kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo nyingi zimekuwa zikizungumzwa sana kushuka kidemokrasia? Kikubwa ni kwamba siasa sio ugomvi, na kama tumeruhusu demokrasia hii ya kimagharibi, basi tupate nafasi ya kusikilizana, kila mtu aseme ya kwake. Asiwe na hofu kwamba labda nitachukuliwa hivi na mamlaka, vyombo vitafanya hivi na vitu vingine. Hiyo haiwezi kuwa sawa. Hiyo ni moja, lakini ya pili ni translation, yani tafsiri ya vile vitu vinavyofanywa na hawa wanasiasa na viongozi ionekane kwa watu. Unajua, inakuwa inafanya siasa iwe rahisi sana, isiishie kwenye makaratasi, isiishie kwenye sera. Zile ilani za uchaguzi za watu watafanya nini, tuweze kuviona na vitokee kwa watu wapate ile nafuu ambayo ipo. Tunaweza tukatengeneza vitu vingi, lakini kama hatuvioni kwa watu inakuwa ni kelele tu ambazo hazitusaidii sana. Lazima turuhusu watu waweze kuwa na uhuru wa kuchagua, lakini pia wawe na uhuru wa kuchaguliwa. Sio tuseme tu kuna watu wanachaguliwa tu, alafu watu wengine kazi yao ni kuchagua, hawatakiwi au hawapaswi kuchaguliwa. Haiwezi kuwa sawa. Nakushukuru sana Dennis Konga, mhadhiri wa diplomasia, lakini pia Profesa Macharia Munene, mchambuzi wa siasa na masuala ya diplomasia, na kutakia majukumu mema hapo Nairobi, Prof. Naam, tunakamilisha hivyo.